kutufungulia. And today we are going to check something about the Holy Spirit and the believer. Na leo tunaenda kuchunguza ama kuangalia kitu kuhusu Roho Mtakatifu na muaminio. We are talking about the Holy Spirit and the believer. Tunazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu na muaminio. And because I defined who the Holy Spirit is, na kwa sababu nilimtanguliza Roho Mtakatifu ni nani, if you are not remembering, I will refer you back to the same message of 10th. Kama haukumbuki na kupeleka katika ujumbe wa tarehe 10. And if probably you did not record it down, you can go on our YouTube channels, on our Facebook, and you'll find it there. Kama hukuandika ama hukuwepo, enda katika mitandao yetu na utaipata pale. And I am going to show you two major purpose, two major role of the Holy Spirit in the life of a believer. Na nitakuonyesha mambo mawili ambayo ni ya muhimu sana katika maisha ya muaminio. On the life of every human being. Katika maisha ya kila mtu aishie. Hallelujah. Amen. And therefore put this down. Kwa hivyo basi andika hili. That the Holy Spirit helps the believer. Ya kwamba Roho Mtakatifu msaidia muaminio. And the question that you need to ask ourselves is very simple. How? Na swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni rahisi, kiaje? I am going to do into main role of the Holy Spirit in the life of a believer. Nitaenda kuchunguza mambo mawili katika maisha ya muaminio. Number one, jambo la kwanza, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, first of all brings salvation. Kwanza analeta wokovu. Or salvation is the first work of the Spirit in our lives. Ya kwamba wokovu ni jambo la kwanza la Roho Mtakatifu katika maisha yetu. I want to remind you something small. Nataka kukumbusha kitu kidogo. An account that Jesus Christ gave. Katika hesabu ambayo Kristo alipeana. And he said, na akasema hivi, that it is for your own advantage, ni kwa faida yenu wenyewe, for me to go back to the Father. Kwangu mimi niende kwa Baba. Because as long as I stay together with you, kwa sababu ninapoendelea kuishi nanyi, you will not receive this promise. Hamtapokea hii ahadi. I want also to remind you something very deep. Nataka pia kuwakumbusha jambo lingine ambalo ni la udani sana. That the reason why the Son of Man was manifested, ya kwamba sababu ambayo mwana wa Adamu alidhihirishwa, was not only to die for our sin, si kwa kukufa tu kwa sababu ya dhambi zetu, but there is another hidden assignment, lakini kulikuwa na jukumu ambalo lilikuwa limefichwa, that is not recorded in the Bible, ambayo hajaandikwa. But in the book of Luke, lakini katika kitabu cha Luka, chapter number 2, kifungu chake cha pili, line number 32 and 33, 32-33, it gives us a clue, inatupatia ule mtazamo kwa umbali, of what Jesus Christ was meant to do in the life of a human being. Kile ambacho Yesu Kristo alikusudiwa kufanya katika maisha ya mwanadamu. And Luke penned it down and said, na Luka akaandika akasema, that to the house of Israel, ya kwamba nyumba ya Israeli, he came as a revelation. alikuja kama ufunuo. And in the house of Gentile, na katika nyumba ya mataifa, he came as a light. alikuja kama mwangaza. In other words, kwa maneno to mengine, the Jews, kwa Wayahudi, he became a revelation. alifanyika ufunuo. And to the Gentile, na kwa mataifa, he became the salvation. alifanyika wokovu. Hallelujah. Hallelujah. And one of the main assignments, na moja ya jukumu moja alikuwa afanye, was to discover who man is. ni kufahamu mwanadamu alikuwa ni nani. I don't mean that God forgot who man was. Sisemi ya kwamba Mungu alisahau mwanadamu alikuwa ni nani. But in the mindset of God when he was creating man, lakini katika mawazo ya Mungu alipokuwa anamuumba he did mwanadamu, not thought one day man will fall short of his glory. hakujua kwamba mwanadamu anaweza afungukiwa na utukufu. He thought that man will walk in a noble manner. Alijua kwamba mwanadamu ataenenda katika njia nzuri ya haki. And man will fulfill the 3 assignment that was left with him. Na alijua kwamba mwanadamu ataenda kutimiza ile kazi aliyokuwa ameachiwa. Taking care of the creation, akienda kuangalia uumbaji, filling the world, akijaza ulimwengu and subduing it. na kuutawala. But along the way, lakini pale katika njia, something happened. kitu kikatukia. And the purpose
purpose of God creating man was disconnected. Na yule kusudi la Bwana kuumba mwanadamu ikakatizwa. And therefore the relationship between man and God was no more. Na hivyo basi uhusiano wa Mungu na mwanadamu ukakuwa umekatika. What God was doing in the land of Eden, the Garden of Eden, kila Mungu alikuwa anafanya katika shamba la Edeni was no more. haikuwa tena. Because God could not have worshipped himself. Kwa sababu Mungu angeshiriki peke yake. He created man so that man can worship him. Alimuumba mwanadamu ndiposa akamwabudu. And therefore at the cool hours of the day, hivyo basi katika utulivu wa siku, God was coming for worship from man. Mungu alikuwa anakuja kwa ibada kutoka kwa mtu. But when man fell short of the glory, lakini wakati mwanadamu alipungukiwa na utukufu, the Bible have not recorded or have not recorded Biblia haijanakili that God came back to man. Mungu alikuja tena kwa mwanadamu. It only recorded that the presence of God was coming and going. Na Biblia inasema kwamba uwepo wa Mungu ulikuwa unashuka na unaenda. And in this specific moment, na wakati huu the presence of God uwepo wa Bwana was coming to specific people. ulikuwa unakuja kwa watu fulani For a specific assignment. kwa kusudi fulani. Hallelujah. Hallelujah. The presence of God uwepo wa Bwana was not a permanent dweller with man. haukuwa unaishi kabisa kwa wanadamu. And you see that across the Old Testament. Na unaonekana katika agano la kale. But I want to thank God because of what he did for us. Lakini nataka kumshukuru Bwana kwa yale aliyotutendea. I want to thank God because I'm living under the new covenant. Nashukuru Bwana ni kwa maana naishi katika agano jipya. I am here to remind you Ninako hapa kuwakumbusha that we are living in the season of Pentecost. ya kwamba tunaishi katika nyakati za Pentekoste. Hallelujah. Hallelujah. From the days of Pentecost kutoka siku za Pentekoste until the end of ages, mpaka utimilifu wa nyakati, man is so much privileged mtu ako na nafasi kuu zaidi to live in the presence of the Lord, kuishi katika uwepo wa Bwana, and to live together with the presence of the na Lord. kuishi pamoja na uwepo wa The Mungu. presence of God is not seasonal. Uwepo wa Bwana si wa nyakati fulani. He is always together with us. Ako tayari, ako kila wakati He is nasi. with us. Ako nasi kila And he wakati. is in us. Na ako ndani yetu. And therefore I can stand and celebrate Hivyo basi naweza simama na kusherehekea and boldly say na kwa jasiri kusema that I am living in the days of the ya Pentecost. kwamba ninaishi katika siku za Pentekoste. Because I am in the reality of that word. Kwa sababu niko katika ule ukweli wa hile neno. Jesus Christ spoke to the disciples and said, Yesu akanena na wanafunzi na akasema, after a while you'll not see me, kwa muda mchache hamtaniona, but once I go, lakini wakati I ninapoenda shall come and be together with you. nitakuja na kuwa nanyi, I shall come and be in you. nitakuja na kuishi ndani yenu. Right now I am with you. Kwa wakati huu niko But nanyi, when I shall come back, lakini wakati I nitakaporejea shall be in you. nitakaa ndani yenu. Now you are seeing me with your physical Saa hii eyes. mnaniona na macho ya kiasilia. When I shall come, Wakati you will nitakaporejea not see me in your physical eyes. mtaniona na macho ya kiasilia. Hallelujah. Hallelujah. You will not touch me, Hamtaniguza, but I shall be in you lakini nitakuwa ndani yenu while you are ready. kama uko tayari. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, the one major assignment of the Spirit of the Lord Kwa hivyo lile jukumu mmoja kuu katika ya Roho Mtakatifu was to bring salvation to mankind. ilikuwa ya kuleta wokovu katika maisha ya mwanadamu. And the second law is this: Na ya pili ilikuwa to bring power for holy living and service in the Spirit. The power of holy living and service. kuleta nguvu za kuishi kwa utakatifu na kufanya kazi. He understood Alielewa after staying together with the disciples baada ya kukaa pamoja na wanafunzi that man cannot live independently kwamba binadamu hawezi kuishi kivyake without a helper. bila msaidizi. And he said to the Father, Na kamwambia Baba, it is not recorded. hajaandikwa. He said to the Father, Kamwambia Baba, my role on the cross kusudi langu ama kazi yangu pale msalabani will only be vanity itakuwa kazi bure if these people
kama hao watu will not have a helper. hawatakuwa na msaidizi. Because man is weak and wicked. Kwa sababu mwanadamu ni mudhaifu na muovu. Hallelujah. Hallelujah. And he gave a conclusion to the Father. Na akapeana utamatisho wake kwa Baba. That the big assignment, my Lord, to redeem man back to the kingdom, ya kwamba kusudi langu ya kumrejesha mwanadamu katika ufalme will only remain in vain. Itaenda kusalia bure. Because this person kwa sababu huyu mtu cannot live by himself. Haezi kaa peke yake. Hallelujah. Hallelujah. And he said to the disciples, he said to the disciples, akasema kwa wanafunzi, when I shall go to my Father, wakati nitakaporejea kwa Baba, I shall request him, nitamuuliza, that he may send a helper. Mtume msaidizi. Because in a simple word, Jesus Christ was saying, kwa sababu kwa maneno machache Yesu alikuwa anasema, man, you cannot live by yourself. Kwamba mwanadamu huwezi ishi peke yako. And you needed a helper. Na ulihitaji msaidizi. Therefore, hivyo basi, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, give us power, anatupa nguvu to live a holy life, kuishi maisha matakatifu, and also to serve, na pia kutumika. I am going to profound those two point. Nitaenda kuzungumzia zile manda mbili. And I'm going to go back to point number 1. Na nitarejea ile ya kwanza. That the Holy Spirit, ya kwamba Roho Mtakatifu, bring to us salvation. Alituletea wokovu. The Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Bwana, brings salvation to us. Analeta wokovu kwetu. Put point number A, ya kwanza, or sub point. Alama A. He brings conviction. Analeta ushawishi. Hallelujah. Amen. It is the work of the Holy Spirit of God, ni kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu, to convince the sinners, kushawishi wenye dhambi of their sinful nature, juu ya uovu na dhambi zao. Hallelujah. Hallelujah. In the book of John chapter number 16, katika kitabu cha Yohana 16, line number 8 to line number 11, 8 mpaka 11, the Bible says, Biblia yasema, and when the Spirit of truth shall come upon you, wakati Roho wa ukweli utakapotua juu yenu, he will convict the world of its sin. Atashawishi ulimwengu kuhusu dhambi zao. He will also speak about God's righteousness. Basi na pia andanena kuhusu haki ya Mungu. And he will also remind you about judgment. Na pia atawakumbusha kuhusu hukumu. What is this kind of sin the Spirit of the Lord will reveal or will remind man? Ni dhambi aina gani ambayo hii Roho wa Mungu atamkumbusha mwanadamu? The Bible defines about the spirit of unbelief. Biblia inazungumzia kuhusu roho ya kutoamini. And a person who is not born again, mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili, the Bible calls that person a sinner. Biblia inamuita ule mtu mwenye dhambi. And when the Spirit of truth comes upon that wakati person, roho wa ukweli utakapoingia ndani ya huyu mtu, one of the major assignment, lile jukumu moja ya maana sana is to kubwa, remind that person that he is a sinner. ni kukumbusha ule mtu ya kwamba bado yeye ni mwenye dhambi. And to remind that person that the wages of his sin is death. Na kumkumbusha ule mtu ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. The second assignment, jambo la pili, it is to reveal to man, ni ya kufunulia mwanadamu about God's righteousness, kuhusu haki ya Mungu. and all above it all, Na zaidi ya yote, to remind us all kutukumbusha that there is judgment that awaited ya us. kwamba kuna hukumu unaotungoja. What am I trying to say? Jana anasema nini? That an important aspect of the Holy Spirit work is to convict, Ya kwamba kazi kuu ya Roho Mtakatifu ni kushawishi, to reprove, kureprove, and to convince unconverted people about sin, na kushawishi watu na kuwabadilisha kutoka kwa dhambi, about righteousness, kuhusu haki and about judgment. na kuhusu hukumu. I also want to let you understand this, Nataka pia uelewe hili, that the Holy Spirit make us aware of the sinfulness of sin. ya kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kujua ule uovu wa dhambi, Of how far short we come of God's standard of righteousness. vile tunapopungukiwa na ile hali ama ile kiwango cha Mungu cha haki, And of the hour of judgment which awaits
every sinner. Na walisaa la hukumu ambalo linangoja kila mwenye dhambi. Therefore the Spirit of the Lord Hivyo basi Roho wa Mungu remind us of our nature. anatukumbusha asilia yetu. He remind us how far we are from the standard of God righteousness. Anatukumbusha jinsi tulivyoenda mbali na ile hali ama ile mpangilio ya Mungu ya haki. And how powerful His judgment day will be. Na vile ile siku ya hukumu itakavyokuwa. Hallelujah. Hallelujah. Point number B. He produces conversion and regeneration. Analeta kule kubadilishwa na kule kufanyiwa upya. Regeneration means kuzaliwa tena, kufanyika upya ni spiritually birth. Spiritually birth. Ni kule kuzaliwa tena kwa Roho Mtakatifu, kwa kiroho. Spiritual innovation. Kurekebishwa kiroho. And restoration. Na kurejeshwa. And we see a very profound scripture in the book of John chapter number 3. Na tunaona andiko katika Yohana 3. When the Bible is talking about rebirth. Wakati Biblia inazungumza ya kuzaliwa tena. There is this physical birth. Kuna kule kuzaliwa kwa kiasilia. And there is the spiritual birth. Na kuna kuzaliwa kwa kiroho. You can be alive physically. Unaweza kuwa hai kiasilia. But you are dead spiritually. Lakini umekufa kiroho. But you cannot be spiritually dead. Lakini huwezi kuwa umekufa kiroho. Hallelujah. Hallelujah. And physically. Na hasilia. Put a pause. I'll come back to the. Nitakuja hapo baadaye. Now, let us go to the book of John chapter number 3. Wacha turejee katika kitabu cha Yohana 3. It is a story all of us knows. Ni hadithi ambayo wengi wetu tunaijua. Of a man by the name Nicodemus. Ya mtu kwa jina Nikodema. He went to Jesus Christ at night. Alienda kwa Yesu usiku. And he asked Jesus Christ. Akamuuliza Yesu. How can a person see the kingdom or receive the kingdom? Je, mtu anaweza aje kupokea ufalme? And Jesus Christ said to Nicodemus. Na Yesu akamwambia Nikodema. For a person to see the kingdom. Kwa mwanadamu kuona ufalme. This person must be born again. Mtu lazima azaliwe tena. And Nicodemus was a teacher of the law. Na kwa sababu Nikodema alikuwa mwanafunzi wa sheria, alikuwa mwalimu wa sheria. And according to his science, na kulingana na masomo yake, he did not believe in Jesus. Hakuwa ameamini Yesu. Because he was asking himself, alikuwa anajiuliza, how can a person of my age, je, mtu wa miaka yangu, go back to the womb of the mother, anawezaje rejea katika tumbo la mama, and be born again? Na azaliwe tena. He did not understood what Jesus Christ was talking about. Hakuelewa Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu nini. In line number 3, 4 and 5 the Bible says. Mstari wa 3, wa 4 na wa 5 Biblia yasema. Jesus Christ spoke to Nicodemus and said. Yesu akanena na Nikodema na akamwambia. Anything born of the flesh is flesh. Chochote kimezaliwa na mwili ni mwili. And whatever is born of the spirit is spirit. Na chochote kilichozaliwa na roho ni roho. In other words, kwa maneno mengine, Jesus Christ was telling Nicodemus. Yesu alikuwa anamwambia Nikodema. I'm not talking about the physical birth. Sizungumzii kuhusu kuzaliwa kwa kiasilia. I'm talking about your spirit man. Nazungumzia mtu wako wa ndani. There is nothing that I can do about your physical man. Hakuna kitu naweza fanyia huo mwili wako ama huyo mtu wa nje. But I can affect your inner man. Lakini naweza adhiri mtu wako wa ndani. Who will also affect your physical man. Ambaye atahadhiri mtu wako wa nje. And this is the gift that I want to give to you. Na hii ndio kipawa nataka kukupa. Accept me to become your savior. Nikubali nikuwe mwokozi wako. And then you will receive the rebirth of the spirit. Hivyo basi utapokea kuzaliwa kwa roho. Hallelujah. Hallelujah. Therefore the Holy Spirit of God. Hivyo basi Roho Mtakatifu wa Mungu. He produces conversion. Analeta kubadilishwa. And regeneration to man. Na kufanywa upya kwa mwanadamu. Man cannot get saved. Mtu hawezi okoka without the permission from above. Bila kupata ruhusa kutoka kwa Bwana. The Bible penned it down clearly. Biblia imeandika wazi. That man cannot get saved. Ya kwamba mwanadamu hawezi okoka without the permission of the Father. Bila ruhusa ya Baba. And our Father have already permitted so. Na kama Baba ameruhusu. The Father has already permitted. Na Baba tayari ameruhusu. When he released his spirit to man. Wakati alipoachilia roho. You can check something in the book of Titus chapter number 3. Unaweza angalia katika Tito 3. Line number 5.
tano. Let me just read it, then we should continue because of time. Wacha ni mchungaji asome tuendelee. Not by works of righteousness which you have done, si kwa sababu ya kazi ya haki ambayo umelifanya, but according to his mercy he saved us, lakini kwa rehema zake alituokoa, by the washing of regeneration, kwa kutuosha na kutufanya upya, and renewing of the Holy Spirit, na kurejesha ama kuifanya roho upya. At your own free time you can read in the book of Ephesians chapter number 2 line number 1. Katika wakati wako utasoma wa Efeso 2:1. But John chapter number 6 line number 63 says, lakini Yohana 6:16 yasema, 63 yasema, it is the Spirit that makes alive. Ni roho ambaye anafanya kuwa hai. Anyone who is not born again, yoyote ambaye hajazaliwa tena, is dead in the spirit. Na amekufa katika roho. But all them that are born again, lakini wote wamezaliwa mara ya pili, they are alive today. Wako hai leo. Because they has been brought back. Maana wamerejeshwa. They has been received the rebirth. Wamepokea kuzaliwa upya. Hallelujah. Hallelujah. They are no more dead in sin. Hakuna tena kufa ndani ya dhambi. Because the Spirit of the Lord, kwa maana roho wa Bwana, has restored life in us. Kwa maana roho wa Bwana amerejesha uhai na uzima ndani yetu. And this is our confidence that we have. Na huu ndio ujasiri tulionao. That if Christ lives in us, ya kwamba kama Kristo anaishi ndani yetu, then we shall see tomorrow. Hivyo basi tutawezaona kesho. This is our confidence in God. Huu ndio ujasiri ndani ya Mungu. That I am no longer the one who liveth. Ya kwamba sio mimi niishie, but Christ lives in me. Lakini Kristo anaishi ndani yangu. Hallelujah. 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 And because Christ lives in me, na kwa sababu Kristo anaishi ndani yangu, then I cannot gratify the desires of the flesh. Hivyo basi siwezi timiza matamanio ya mwili. Hallelujah. Hallelujah. Point number C. Ya ka. He liberated us from the power of sin and death, so we can be holy. Anatukomboa katika nguvu za dhambi na kifo, ndiposa tuwe watakatifu. Paul speaking to the church in Rome said, Paulo akizungumza na kanisa kule Roma akasema, that the wages of sin is death. Ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Any person who is living in sin, kwa hivyo mtu yeyote ambaye anaishi ndani ya dhambi, and physically he is alive, na hata kama kiasilia anaonekana ako hai, the spirit man in that person is dead. Mtu wa kiroho amekufa ndani ya ule mtu. Therefore, when the Holy Spirit of God comes upon us, hivyo basi wakati Roho Mtakatifu anatujia, he comes with power to liberate us. Anakuja na nguvu za kuturejesha from the power of sin and death. Anatukomboa kwa nguvu za dhambi na kifo. And he gives us the ability, na anatupa uweza, to live a holy life. Kuishi maisha matakatifu. Romans chapter number 8 and line number 2, the Bible says, Warumi 8:2 Biblia yasema, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Kwa maana sheria ya haki ndani ya Kristo Yesu imenifanya. Wacha nisome. Romans 8 line number 2. Warumi 8 mstari wa 2 wa pili. Maana sheria ya roho iletayo hai kwa kuungana na Kristo Yesu imenikomboa kutoka katika sheria ya dhambi na kifo. The law of God, sheria ya Bwana, has delivered us, imetukomboa from the law of sin and death, kutoka kwa sheria ya dhambi na kifo. What does the Bible says about that law? Biblia inasema nini kuhusu hiyo sheria? At your own free time, read 1 Corinthians chapter number 15, line number 56, 57 and 58. Wakati wako soma Wakorintho wa kwanza 15 56 56 mpaka 58. Yes, you see Paul
arguing with the church in Corinth. Unaona Paulo akibishana na kanisa la Korintho. And he is asking, na anawauliza, you death, wewe kifo, where is your sting? iko wapi makali yako? The sting of death is attached in the law. Lofola ile kitu ya nyuki. Ile ukali wa kifo imeunganishwa na sheria. Amen. Amen. It is the law, ni sheria that causes man to sin. Inafanya mwanadamu kufanya dhambi. Point number D. He gives us an inward assurance of salvation. Anatupa hakikisho ya ndani ya wokovu. And I want to echo some words that has been spoken by Pastor Irene. Nataka kurudia maneno ambayo yamezungumzwa na mchungaji Irene. In the book of Romans chapter number 8 and line number 16. Katika Warumi 8:16. The Spirit of the Lord, Roho wa Bwana, affirms with our spirit, anadhibitisha na roho yetu, that we are the sons, or we are the children of God. ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. In line number 14 of the same chapter, na mstari wa 14 inasema, the Bible says, Biblia yasema, to all that are led of the Spirit of the Lord, kwa wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, they are the sons of God. ya kwamba wao ni wana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord, Roho wa Bwana cannot dwell hauwezi ishi to a person who is not converted. Kwa mtu ambaye hajabadilishwa. He dwells to a born again Christian. Anaishi katika maisha ya mtu aliyozaliwa upya. A person who have accepted to live a holy life. Mtu ambaye amekubali kuishi maisha matakatifu. And he gives us this inward assurance. Na anatupa hii hakikisho ya ndani. When he combined his spirit with our spirit. Ya kwamba anaunganisha roho yake na roho yetu. And he says, na akasema, that we are the children of the kingdom. Ya kwamba sisi ni wana wa ufalme. That if our citizenship is in that kingdom, kama ile uasilia wetu ama ule uraia wetu kwa katika ule ufalme, then we have inheritance in the kingdom. Hivyo basi tuko na urithi katika ule ufalme. And if we have that inheritance, na kama tuko na ule urithi, then we can start boldly and say, hivyo basi tunaweza simama kwa ujasiri na kusema, that we are the generation, ya kwamba tuko kizazi, that the world has been eagerly waiting for, ya kwamba kile kizazi ambao ulimwengu umekuwa ukikingoja kwa hamu zaidi, to see them be manifested. kuona wakidhihirishwa. I have come to prophesy over your life, nimekuja kutabiri katika maisha yako, that we are the generation, ya kwamba sisi ni kizazi, I am the generation, mimi ni kizazi, that the world has been eagerly waiting for, ya kwamba dunia imekuwa ikikingoja, or what is expected of you. kile ambacho kimetarajiwa kutoka kwako. It is to understand who you are in the kingdom. Ni kuelewa wewe ni nani katika ufalme. Because if you understand that you are a son in the kingdom, kwa maana ukielewa ya kwamba wewe ni mwana katika ufalme, then you shall walk as one. basi tutatembea kama mmoja wa wana. Hallelujah. 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 When you have the assurance of your salvation, unapokuwa na dhibitisho ya wokovu wako, then you stand like Paul and say, utasimama kama Paulo na useme, imitate me for I have imitated Christ. ya kwamba nifuate jinsi nimemfuata Kristo. I want to throw a challenge to every one of us. Nataka kuweka changamoto kwa kila mmoja wenu. How many confidently and faithfully can stand and say, follow me as I follow Christ? Ni wangapi wanaweza simama na ujasiri waambie watu nifuate jinsi nimefuata Kristo? It is only them that are soaked in the spirit. Ni wale tu ambao wameloweshwa ndani ya roho. It is only them that have understood the mysteries of the kingdom. Ni wale ambao wameelewa na siri ya ufalme. And if we are led by the Spirit of the Lord, kama tumeongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, according to the first letter of John 5:6 katika to 8, kulingana na barua ya kwanza ya Yohana 5:6 to 8, 6-8, the Bible says, Biblia yasema, that there are three things, kuna mambo matatu, and they always agree: na yanakubaliana: the Spirit, roho, the blood, damu and the water. na maji. And I'm not going to repeat that message because I preached it some times back. Na sitarudia ule ujumbe, ni kwa maana nilihubiri wakati mwingine. In those 4 points, katika zile pointi 4, they clearly outlines basi zinaonyesha that the Holy Spirit of God ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu brings salvation to us.
analeta wokovu kwetu. We go to point number 2. Tunaenda alama ya pili. The second law of the Spirit of the Lord. Sheria ya pili ya Roho Mtakatifu, ama sababu ya pili ya Roho Mtakatifu. It is to give us power for holy living. Ni ya kutupa nguvu kwa kuishi maisha matakatifu. And point number R. Na yake, he guides us into truth. Anatuelekeza katika ukweli. According to the book of John 16 line number 13. Kulingana na Yohana 16:13. He guides us in all truth. Anatuelekeza katika ukweli wote. Howbeit when he the Spirit of truth, when he the Spirit of truth is come, wakati roho wa ukweli utakapokuja, he will guide you into all truth. Atakuelekeza katika ukweli wote. For he shall not speak of himself, kwa maana hatazungumza kujihusu mwenyewe. But whatsoever he shall hear, lakini chochote atakachosema, that shall he speak. Chochote atakachosikia, hicho ndicho atakachonena. And he will show you things to come. Na atawaonyesha vitu vitakavyokuwa zikija. When the Spirit of truth, wakati roho wa ukweli, shall come upon you, utakapokuwajia, he shall show you the way to go. Atawaonyesha njia mtakayoendea. The scripture shall be fulfilled. Maandiko yatatimia. That I am the way. Ya kwamba mimi ndimi njia. I am the truth. Ya kwamba mimi ndio ukweli. And I am the life. Na mimi ndio uzima. And no one goes to the Father. Na hakuna endaye kwa Baba without me. Bila mimi. In other words, kwa maneno mengine, when I shall come in you, wakati atakapokuja ndani yenu, as the Holy Spirit, kama Roho Mtakatifu, I shall reveal to you all truth. Nitawaonyesha ukweli wote. And Paul echoed the same words. Na Paulo akarudia yale maneno. In 1 Corinthians chapter number 2 line number 6 to line number 10. Katika Wakorintho wa pili 2:6-10. The Paul said, Paulo akasema, that it is the Spirit of God, ni Roho wa Bwana, that searches the mind or the heart of God, ndio anayechunguza mawazo ya Mungu, and reveals the hidden secrets. Na hivyo basi anafichua siri zilizofichika. In other words, kwa maneno mengine, a man who is led of the Spirit of the Lord, ule ambaye ameongozwa na Roho Mtakatifu, he does not see in the physical eyes. Haoni katika macho ya kiasilia. He sees in the spirit eyes. Anaona kwa macho ya kiroho. And a good picture is Peter. A good example is Peter. Na ule mfano mzuri ni Petero. The book of Acts chapter number 5. Katika Matendo 5. When Ananias and Sapphira decided to cheat. Wakati Anania na Safira waliamua kudanganya. And when Apostle Peter looked at Ananias, wakati Mtume Petro alimtazama Anania, he asked Ananias, akamuuliza Anania, why have you allowed the enemy to fill your heart with lies? Kwa nini umeruhusu ule muovu shetani ajaze roho yako na uongo? Where they decided to lie, Peter was not there. Mahali walipokuwa wakipanga kudanganya, Petro hakuwa pale. The Spirit of God, lakini Roho wa Bwana, was with Peter. Alikuwa pamoja na Petro. And through the spirit eyes, na kupitia kwa macho ya kiroho, he saw people who are lying. Akaona watu waliokuwa wanadanganya. Men and women of God, watu wa Mungu, we don't need to bother ourselves. Hatuhitaji kujisumbua. If we are right connected in the Spirit of the Lord, kama tumeunganishwa vyema na Roho wa Mungu, we shall be understanding, we shall be knowing things that are hidden in others people's heart. Tutakuwa tunajua mambo ambayo yamefichwa ndani ya mioyo ya watu wengine. Point number B. Yada. He teaches us all things. Anatufundisha mambo yote. Hallelujah. Hallelujah. He teaches us all things. Anatufundisha mambo yote. But the comforter, lakini ule ambayo msaidizi, ni msaidizi, comforter, mfariji, which is the Holy Spirit, ambayo ni Roho Mtakatifu, whom the Father will send in my name, ambayo Baba atamtuma kwa jina langu. He shall teach all things. Atawafundisha mambo yote. Hallelujah. Hallelujah. You can tell your neighbor, he'll teach me all things. Mwambie jirani yako atanifunza mambo yote. He'll teach me all things. Atanifunza mambo yote. Therefore all truth contained in the Father, kwa hivyo ukweli wote ambao uko ndani ya Baba, the Spirit of the Lord, Roho wa Bwana, will teach me. Atakufundisha, atanifundisha. He shall
and bring all things to your remembrance. Na alete mambo yote katika kukumbuka kwako. Whatsoever I have said unto you, Na chote ambacho amesema kukuhusu. he will bring to your attention all things. Ataleta katika kujua kwako mambo yote. And whatever you heard me speaking, Na kichote ulichosikia nikikisema, he will bring to your remembrance. atakufanya ukumbuke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Point number C. Ya ka. He gives life to our physical bodies. Anapea uzima ama uhai mwili yetu ya kiasilia. He gives us Anatupa. He gives life to our physical bodies. Anatupea uhai katika mwili wetu wa kiasilia. Romans chapter number 8 and 9 number 11 the Bible says, Warumi 8:11 Biblia yasema, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, kama roho yule ambaye alimfufua Kristo kutoka kwa wafu ako ndani yenu, he that raised up Christ from the dead shall also give life to your mortal bodies by his spirit that dwells in you. hivyo basi yule aliyemfufua Yesu alivyo basi atawapa uzima. He will give you, Atawapa, he will give life to your mortal bodies. atawapa uhai katika miili yenu. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus Christ was referring about the mortal bodies, Wakati Kristo alikuwa anazungumzia miili yetu, he is talking about this body that decays, anazungumzia kuhusu huu mwili ambao unaharibika, this body that is affected by so many changes, ambayo huu mwili ambao unaathiriwa na mambo mengi, this body that causes the doctors to run up and down trying to save a life, huu mwili ambao unafanya madaktari wakimbie juu chini wakijaribu kuokoa maisha, this life that causes you to toil day and night. huu mwili ambao unafanya ufanye kazi usiku na mchana. And when the spirit comes, Wakati roho atakapokuja, he imparts life in you. ataweka uhai ndani yako. Hallelujah. Amen. What is the promise in this scripture? Kile ambacho kimeandikwa What is the promise in this scripture? kile ambacho ni promise katika hii maandiko ni gani? Ahadi katika hii maandiko ni nini? Jesus Christ was actually saying this. Yesu alikuwa anasema hivi, when the spirit dwells within us, wakati roho atakaa ndani yenu, he will impart life, ataweka uhai, he will strengthen you, atawatia nguvu, he will give you good health, atawapa afya njema, he will give you figure to your bodies. He will give you figure to your body. atawapa mili mizuri. In only one line I want to say this. Kwa laini moja nataka kusema hivi, Living in the spirit kuishi katika roho is a health promoting exercise. ni hali ya kuwa na afya njema. In other words, Kwa maneno mengine, when the spirit of the Lord dwells in us, wakati roho wa Bwana anakaa ndani yetu, diseases cannot find room, ya magonjwa hawezi pata nafasi, rejection cannot find a room, kukataliwa kuwezi pata nafasi, discouragement cannot find a room. kushushwa moyo hakuwezi kupata nafasi. Anything that is working against you Kile ambacho kinafanya kazi kinyume nawe cannot find a dwelling place. hakiwezi pata mahali pa kuishi. Hallelujah. Haleluya. One of the most disease that people fear by the name corona. Moja wapo ya maradhi ambao watu wanaogopa sana corona. When the spirit of the Lord Wakati roho wa Bwana dwells in us, anapoishi ndani yetu, corona cannot find a room in us. corona haiwezi pata na nafasi ndani yetu. When the spirit of the Lord Wakati roho wa Bwana dwells upon your life, anaishi katika maisha yako, there is no weapon hakuna silaha formed and fashioned against you iliyoundwa kinyume nawe that can deliver. ambayo inaweza faulu. When the spirit of the Lord Wakati roho wa Bwana dwells in our life, anakaa katika maisha yetu, curses cannot be our portion. lahana haziwezi kuwa sehemu yetu. Hallelujah. Haleluya. Poverty cannot be our portion. Umaskini huwezi kuwa sehemu yetu. Hallelujah. Haleluya. At any given Kwa time, wakati wowote when ule, the spirit of the Lord dwells in us, wakati Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, he gives us a new glory. anatupa utukufu mpya.
mpya. He gives us a new hedge of protection. Anatupa ulinzi When we mpya soak ourselves in the spirit, wakati tunapojiweka ndani ya roho. this physical body Huu mwili wa kiasilia cannot be touched. Cannot be touched. hauwezi guzwa. And no wonder John in the book of Revelation wrote and said Yohana katika Ufunuo akaandika akasema that there are some of you ya kwamba kuna watu baadhi who will yenu not die. ambao wataona kifo, They shall only be changed watabadilishwa because they are in the spirit. kwa maana wako ndani ya roho, They are with the spirit. wako pamoja na roho. Hallelujah. Haleluya. I've come to remind you Nimekuja kukumbusha that we are living in the days of the Pentecost. tunaishi katika siku za Pentekoste. Show me of any disciple Nionyeshe mmojawapo ya wafuasi in the Bible katika Biblia that the Bible records about sicknesses. ambayo Biblia imezungumzia kuhusu My magonjwa. Bible tells me, Biblia yangu inaniambia and when Peter was moving, wakati Petro alikuwa anatembea, his shadow was raising the dead. kivuli chake kilikuwa kinawafufua His wafu. shadow was healing the sick. Kivuli chake kilikuwa kinaponya wagonjwa. How I pray Hivyo ninaomba that the church may accept ya kwamba kanisa ikakubali to live in the reality of the Pentecost. ishi katika uasilia wa Pentekoste, Because some of these problems that bother us, kwa sababu baadhi ya hii mashida ambayo we inatusumbua have the solution of them. tuko na suluhu yake. The Spirit of truth is in us, Roho wa ukweli yako ndani and yetu He has given us power na ametupa nguvu to fix everything. ya kwenda kuweka kila kitu We shall sawia be speaking life, na kuzungumza uhai, and life will be birthed. na uhai utazaliwa. We shall be speaking miracles, Tutazungumza miujiza and miracles will happen. na miujiza itafanyika. Signs and wonders Ishara na is miujiza a promise to a life of a believer. ni hakikisho, ni promise kwa kila mwaminio. Hallelujah. Amen. Men and women of God, Wake na waume wa I've Mungu, come to remind you nimekuja for kuwakumbusha us to experience the revival. kama unataka kuhisi ufufuo, We must allow the Spirit of the Lord ni lazima turuhusu Roho wa Bwana to reign in our lives. apate nafasi katika And maisha the yetu, Spirit of the Lord na Roho wa Bwana cannot dwell in the life of a person na hawezi kaa katika maisha ya mtu who is not or who does not have a life studying with God. ambaye hana msimamo mzuri na Mungu. Amen. Amen. Point number D. Ile ya da, He gives us power for service. anatupa nguvu ya kufanya utendakazi. I love this verse. Ninapenda hili andiko. He gives us power for service. Anatupa nguvu za utendakazi. There is no calling in the kingdom of God to sit down. Hakuna mwito katika ufalme wa Mungu wa kuketi. Every one of us is on assignment. Kila mtu ako katika jukumu, And you have one common assignment, na tuko na jukumu moja ambayo ni ya kila mtu, to go and win souls. ya kwenda na kufua nafsi. Hallelujah. Haleluya. Jesus Christ said to his disciples, Yesu akasema na wanafunzi wake, go back to Jerusalem in the upper room enda pale Yerusalemu katika chumba cha juu and wait there. na mngoje pale, And when the power shall come upon you, wakati nguvu zitakapowajia. hallelujah, Haleluya. when the Spirit shall come upon you, Wakati Roho you atakapowajia shall receive power. utapokea nguvu. And in the book of Acts chapter number 1 line number 8, Katika kitabu cha Matendo 1:8 the Bible says, Biblia yasema, and when the power shall come upon you, na wakati nguvu zitakapowajia. hallelujah, Haleluya. but you shall receive power, Ya kwamba mtapokea nguvu that after the Holy Spirit is come upon you, wakati Roho wa Mungu atakapowajia, and you shall be witnesses unto me. na mtakuwa mashahidi kwangu. Therefore the power every believer receives Kwa hivyo kila nguvu ambayo kila mwaminio hupokea is to go and win ni souls. kwenda na kufua nafsi. Hallelujah. Haleluya. When the Spirit of the Lord comes upon us, Wakati Roho wa Mungu anakuja juu yetu, He gives us power to have life starting with Him. anatupa nguvu za kuwa katika msimamo mwema na yeye. He makes us more and more like Him. Anatufanya zaidi na zaidi kama yeye. The power of the Spirit within us Nguvu za Roho ndani yetu generate power to enable us to be witnesses for Christ. inafanya nguvu, inatoa nguvu ndani yetu kutufanya mashahidi.
Not only are we enabled to bear witnesses of Jesus, na si kufanya mashahidi wa Kristo tu, we actually become witnesses of him. hivyo basi tunafanyika shahidi wake yeye. Hallelujah. Hallelujah. We become witnesses of him. Tunafanyika mashahidi wa Kristo. Point number E. Ya He empowers our prayers. anatia maombi yetu nguvu. Jude is talking about praying in the Holy Spirit. Juda anazungumza kuomba katika roho. Ephesians 6:18, the Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Biblia inasema Waefeso kuomba katika roho. And Romans chapter number 8, line number 26, 27, the Bible says, in the same way, katika Warumi 8 Biblia inasema kwa njia hile the Spirit help us in our weaknesses. Roho anatusaidia katika udhaifu wetu. We do not know what we ought to pray, Hatujui tunapaswa kuomba nini. but the Spirit himself intercedes with us, for us with the groans that words cannot express. Lakini Roho wa Mungu anatuombea na kilio ambacho hakiwezi tamkika. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Na ule ambaye anachunguza mioyo yetu anajua mawazo ya Roho. Because the Spirit intercedes for the saint in accordance with God's will. Kwa maana Roho anatuombea kulingana na mpango na mapenzi ya Mungu. Therefore every man who is led of the Spirit of the Lord, Hivyo basi yoyote ambaye ameongozwa na Roho Mtakatifu wa at any Mungu, given time you are praying, kwa wakati wote ule ambao unaomba, the Spirit of the Lord will always be your helper. hivyo basi Roho Mtakatifu atakuwa He msaidizi. will always be praying for you in accordance with the will of the Father. Atakuwa na kuombea kulingana na mapenzi ya Baba. That is a very great promise. Huyo ni ahadi kuu zaidi. How I pray that all of us we may desire Hivyo naomba ya kwamba kila mmoja hangetamani that we may be led of the Spirit of the kwamba Lord. tukaongozwe na Roho Mtakatifu wa Mungu. Point number F. F. He inspires praises and worship to God. He inspires Anatusaidia, anatuwezesha to have praise and worship to him. kuwa na sifa na ibada kwake. You can read on your own free time Acts chapter number 2, line number 11. Matendo ya Mitume 2:11 tasoma. Also you read Acts chapter number 10, line number 46. Matendo 10:46. And the book of Philippians chapter number 3, line number 3. Wafilipi 3:3. But I read Ephesians 5:18 and 19. Nitasoma Waefeso 5. Be filled with the Spirit, Chukua umejazwa na Roho, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, ukijizungumzia na saburi na nyimbo za kiroho, singing and making melody in your heart to the Lord. ukiimba na kufanya uimbaji ndani ya Bwana. The book of John 4:24. Yohana 4:24. And God is a spirit, Ya kwamba Mungu ni roho, and they that worship him na wote ambao wanamwabudu must worship him in truth and in the spirit. wanapaswa kumwabudu kwa kweli na roho. Finally, Hatimaye point number G. G, He produces the fruit of the Spirit in the believer's life. anatoa tunda la Roho katika maisha ya mwaminio. This one take us back to our vision for the year. Hii inaturejesha katika manda yetu ya mwaka. The book of Galatians 5:22 to 23. Katika Wagalatia 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, Tunda la Roho ni upendo, joy, furaha, peace, amani, long-suffering, uvumilivu, gentleness, pole, goodness, wema, faith, imani, meekness, and temperance. Against na such uaminifu. there is no law. Kando ya hiyo hakuna sheria. I want to conclude by saying this. Nataka kutamatisha kwa kusema hivi, The fruit of the Spirit cannot be produced by the natural man. ya kwamba tunda la Roho haiwezi zaliwa na mtu akiasilia. No matter how refined or educated he may be. Haijalishi amesoma ama amerefuka ama akona werefu kiasi gani. God's character is seen in us. Ile tabia za Mungu, tabia ya Mungu inaonekana ndani yetu Only when God the Holy Spirit lives in us who believe.
wakati Mungu Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu wanaoamini. And mark this. Elewa hili. I want to summarize with only one line. Nataka kutamatisha na neno moja. That the Holy Spirit is the very presence of God within us. Ya kwamba Roho Mtakatifu ni ule uwepo wa Mungu ndani yetu. And all believers. Na kila mwaminio. Helping us live as God wants. Anatusaidia kuishi vile Mungu anavyotaka. And building Christ church on earth. Na kujenga kanisa la Kristo hapa duniani. Therefore, men and women of God. Hivyo basi wapendwa, I've come to remind us nimekuja tujikumbushe that we are living in the days of revival. Tunaishi katika nyakati za ufufio. Because we are living in the days of the Pentecost. Maana tunaishi katika siku za Pentecost. How I pray that we may align our walks and our ways with God. Hivyo ninaomba ya kwamba tuweke njia zetu sawia na Mungu. How I pray that we may accept to offer our bodies as a living sacrifice. Ninaomba ya kwamba tukubali kupea mili yetu kama dhabihu iliyo hai. How I pray that we may accept to lay aside every weightier matters that hold us from a light living. Na naomba ya kwamba tuweke kila uzito wote ambao unatusababisha tusiishi maisha ambayo inastahili. And how I pray that we may allow the Spirit of the Lord. Na hivyo ninaomba ukaruhusu Roho Mtakatifu to give us a holy living. Akatupe maisha ya utakatifu. That we can bear the true fruit. Ndiposa tukazae matunda ya kweli. It is a choice that a person needs to make. Ni amuzi ambayo mtu anapaswa kuufanya. I cannot propel you. Siwezi kukusulutisha. There are many who heard that disciples were in the upper room. Kuna wengi waliosikia kwamba wanafunzi walikuwa katika chumba cha juu. When the disciples were leaving to the upper room, they were 11 only. Wakati walikuwa pale chumba cha juu walikuwa 11. But in the days of Pentecost, lakini siku ya Pentekoste, the Bible records that there are 189 who we doesn't know who they were. Biblia inasema ya kwamba walikuwa 189 ambao watu hawajui ni akina nani. Because the Bible it is 89. Walikuwa because they were 120 minus 11, that is 109. Waliongezeka wengine. There are 109 who we don't know who they were. Kuna 109 ambao tujui walikuwa akina nani. But one thing that I know and I believe. Lakini jambo moja najua na naamini. That they heard the urge, they heard that the disciples were waiting for something. Ya kwamba walisikia ya kwamba wanafunzi kuna kitu walikuwa wanangoja. And they decided to become part of this revival. Na wakaamua kufanyika sehemu ya huu ufufio. And from the days of Pentecost, na kutoka siku za Pentekoste, great things started to happen. Mambo makuu yakaanza kutukia. How I pray hivyo ninaomba that the Spirit of the Lord kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana may come again like how he came in the days of Pentecost. Ya kwamba ashuke jinsi alivyoshuka siku za Pentekoste. Moving upon every human being. Akitua juu ya kila mwanadamu. So that we can experience ndiposa tukahisi the same experience vile walivyohisi the apostles had. Wakati wale apostles. This is my prayer. Hii ni ombi langu. That it is only to the thirsty. Ya kwamba ni kwa wale ambao wako na kiu. Who water is given. Ambayo maji inapeanwa. It is only to the hungry. Ni wale walio na njaa. The food is given. Chakula kinapeanwa. How I pray that we may thirst and hunger for the Spirit. Ninaomba ya kwamba tukawe na kiu na njaa ya Roho. Prophet Zechariah chapter number 10 line number 1, pen it down. Mtume nabii Zakaria 10 akaandika. Pray unto the Lord. Muombe Baba. That he may release the latter rain in the season of springs. Ya kwamba ataachilia mvua ya masika wakati. Therefore it is our prayer. Hivyo basi ni ombi langu. We are in the light seasons. Tuko katika wakati unaofaa. We are in the light timing. Tuko na wakati unaostahili. It is our duty to make a difference. It is our duty ni jukumu letu to make a difference in this world. Kufanya utofauti katika ulimwengu. And this can only happen. Na hii inaweza tukia when we accept to be led of the Spirit. Tutakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. The Bible says, Biblia inasema, them that are led of the Spirit of the Lord, wale ambao wameongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, they cannot gratify the desires of the flesh. Hawezi timiza matakwa ya mwili. How I pray upon your lives. Hivyo ninaomba katika maisha yenu. That the Spirit of the Lord
ya kwamba Roho wa Bwana may come heavily upon each and every one of us. anakuja kwa uzito katika maisha ya kila mmoja I wetu. pray prophetically in Jesus' name Ninaomba kinabii katika jina la that Yesu God may release the latter rain upon our lives. ya kwamba Mungu akaachilie mvua ya wakati huu. I am pleading with you, my Father, Ninakusihi Baba that you may release the same spirit of Pentecost upon us. ya kwamba utaachilia ule roho wa Pentekoste juu yetu. For we are in the need of revival. Maana tuko katika msukumo wa kuhitaji We are in hiyo. need of power, dear Lord. Tunahitaji nguvu. Not that we may brag with it, oh Si Jesus, kwa sababu tujionyeshe, but so that we may do the assignment of winning souls. ndiposa tukafanya jukumu la kufua nafsi. Father, these are your people. Baba, ani watu wako, Fill them with your power. wajaze na nguvu. These are your people, Jesus. Ani watu wako Yesu, Fill them with your power. wajaze na nguvu. These are your people, Jesus. Ani watu wako Yesu, Baptize again, dear Lord, wabatise tena with the power of the Holy Ghost. na nguvu za Roho Let Mtakatifu. every person who is seated here today, dear Wacha Lord, yeyote aliyoketi mahali hapa, Bwana, have a personal experience akawe na uguso wa kibinafsi like the one which was there in the days of Pentecost. kama ule ulikuwa wakati wa siku ya Pentekoste. Let this promise, Father, Wacha hii ahadi be Bwana so fulfilled upon this generation. ukarejeshwe katika kizazi I have hiki. spoken your word, Almighty God. Nimenena neno lako Bwana, Follow it, Jesus, ifuate Bwana and perfect it in our na lives. ukalitimize katika maisha I yetu. give you glory Nakupa utukufu and I give you honor. na nakupa heshima In Jesus' mighty and word of name, katika jina kuu la Yesu. we do pray and give thanks. Naomba na kushukuru. Amen. Let us celebrate God with a clap offering in Amen. Jesus' name. Shekee Bwana kwa makofi katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It is your responsibility Ni jukumu lako for you to hunger and to thirst kwako uwe na kiu na njaa for the Spirit of the Lord. Roho wa Mungu. Amen. Amen. I am desiring, I am thirst of the Ninatamani, Spirit. nina kiu ya Roho. Men and women of God, how you may understand what I am feeling in me. Wapendwa, natumai mungeelewa ninachokihisi. God has promised me a great revival in this house, Mungu amenihakikishia ufufio wa mkuu katika nyumba hili, and no one will stop it. na kuna He atakayeusimamisha. is reviving righteousness. Anarejesha haki, He is reviving prayers. anarejesha maombi, He is reviving commitment. anafufua kule kujitolea, He is reviving our desires. anaenda kufufua tamanio He is zetu, reviving everything. anaenda kuzichipua tena. We are living in the days of His promises, Tunaishi katika nyakati za ahadi, and we are there to make revival to happen. na tuko mahali hapa kufanya ufufio ufanyike. I beseech you by the mercies of God, Ninawasihi kwa neema ya Bwana, let us check on our walk with God, wacha tukatazame hatua zetu na Mungu, and let us allow the Spirit of the Lord na wacha tukaruhusu Roho wa Bwana to have His doings in our lives. akakuwe na matendo yake katika maisha He is yetu. not in need of many. Hahitaji wengi, He is in need of only one willing person. anahitaji mmoja ambaye anataka, 120 men mmoja ambaye amejitolea change the entire world. kwa sababu abadilishe A ulimwengu. single person Mtu mmoja has got the ability ako na uweza to become a dynamite to the world. kufanyika dynamite. Father, may you use me, Lord. Bwana nitumie, May I become that person, wacha nifanyike ule mtu, and may you cause these people to become that person. wacha hao watu wakafanyike ule mtu. That is my prayer. Ni ombi langu. Amen. Amen.